katika Matukio Daima Habari na huu ni muhtasari wake. KKKT Dayosisi ya Iringa kuandaa mkesha maalum wa kusifu na kuabudu Machi 20. Wanafunzi Mtwivila walalamika na changamoto ya usafiri wa barabara ya Mtwivila Mkimbizi. Na katika michezo, bondia Mohamed Mwarabu kujitosa ulingoni Afrika Kusini Aprili mwaka huu. Sana kupata maelekezo ya mabondia wakubwa na mabondia ambao napenda sana kuwafuatilia. Kwa hiyo ujumla ni nachukuaga sana ushauri, napenda sana kuiga mazoezi yao. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku hii ya leo. Na tutakwenda kusomea habari hizi kwa siku ya leo. Ni mimi Emmanuel Manonga pamoja na mimi naitwa Frank Vegula. Tukukaribishe kuanzia mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi kwa siku ya leo. Namna tukianzia mkoani Iringa, idara ya vijana wa Kanisa Kuu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Iringa kwa kushirikiana na kikundi cha Healing Missionaries imewaalika wananchi wote wa mkoa wa Iringa kushiriki katika mkesha maalum wa kusifu na kuabudu utakaofanyika siku ya tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka huu. Na kuelekea katika tamasha hilo lenye lengo la kukutanisha waumini na wananchi kwa ujumla katika ibada ya pamoja, maombi, sifa na kuabudu, mgeni rasmi mtarajiwa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James pamoja na viongozi wengine wa kiserikali na mashirika mbalimbali. Niongeze hapo, jambo la kwanza ni muundo wa tamasha letu ambavyo litakuwa. Nimesema ni live performance. Tunataka watu wapate live stage ambayo itafungwa ya kisasa kabisa katika ukumbi huu, lakini pia muziki wa kisasa ambao utafungwa, ambao utakuja kutoka jijini Dar es Salaam. Muziki wa kisasa, stage ya kisasa itafungwa ukumbini ili kuweza kuleta ile test nzuri kwa watu wa Iringa. Lakini pia kabla ya tamasha tutakuwa tuna wiki lile la pale nyuma kuelekea siku ya tamasha. Kutakuwa na vitu vingi sana vya kufanya katika mkoa wetu wa Iringa, hasa katika masuala ya kijamii. Lazima tutatembelea baadhi ya vituo vya watoto yatima, lakini pia lazima tutaweza kuwatembelea wazee. Lakini pia tunajua mkoa wetu wa Iringa una changamoto kadhaa. Mungu ametujalia hatuna changamoto ngumu sana, lakini tuna ukatili wa kijinsia. Ni kazi ya tamasha hili kuweza kuelimisha watu wa Iringa, kuweza kuwahamasisha watu wa Iringa. Tunajua watu wakimpenda Mungu, watu wakimjua Mungu, kila kitu kinaweza kuwa solved kwa njia rahisi sana. Lakini pia kuendelea kuwaunganisha watu. Sisi kama idara ya vijana Kanisa Kuu kwa kushirikiana na The Healing tumeamua kuwaalika watu wote wa ndani na nje ya kanisa letu ili kuweza kuwashikamanisha watu kwa pamoja kwa lengo la kuweza kumtumikia Mungu na kuweza kuepukana na kila changamoto katika jamii yetu. Sisi sote tunaweza kuifanya Iringa kuwa salama, Iringa kuwa nzuri, yenye ustawi mzuri katika lishe, katika changamoto zote ambazo zinatukabili kuondokana nazo na kuweza kuwa mkoa ambao unaweza kuwa mkoa wa mfano. Tamasha letu halitakuwa na kiingilio chochote. Watu wote wanakaribishwa bure. Kutakuwa na waimbaji wengi wa ndani na nje ya Iringa, lakini kwaya zote ambazo wangependa kushiriki, kuna kwaya ambazo tumewapa mwaliko maalum, lakini ukiona umesahaulika kupata mwaliko wowote kama kwaya ama mwimbaji binafsi, naomba uwasiliane na mimi kwa sababu tuna usiku kucha wa kukesha kumshukuru Mungu katika maeneo haya. Kwa hiyo hatutakuwa na kiingilio. Unakuja mwenyewe na moyo wako wa kumpenda Mungu, tuweze kumsifu Mungu kwa pamoja. Katika tamasha hili tutakuwa na viongozi mbalimbali. Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Heri James ambaye ni mkuu wetu wa mkoa huu wa Iringa. Lakini pia tunatumaini kwamba ataambatana na viongozi wengine ambao tumeendelea kuwakaribisha, akiwepo Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya hii ya Iringa. Lakini pia tutaendelea kuwakaribisha viongozi wengine wa serikali, viongozi wa taasisi mbalimbali, wote tuje kujumuika kwa pamoja. Lakini tamasha letu sisi, mwenyeji wa tamasha hili kwa upande wa kanisa ni Baba Askofu Dr. Blaston Gavile, askofu wa KKKT Dayosisi ya Iringa Dira, ambaye atakuwa ndio mwenyeji wa tamasha hili kupitia sisi idara hii ya vijana. Baadhi ya wanafunzi wanaosoma shule ya sekondari Mtwivila mjini Iringa wameelezea changamoto ya usafiri katika barabara ya Mtwivila Mkimbizi,
hali inayowalazimu kutembea kwa miguu wakati wa kwenda na kurudi shule. Kutokana na ubovu huo wa barabara, usafiri wa daladala ulisitisha huduma katika njia hiyo, huku bajaji ndio pekee ambao wanatoa huduma japo kwa kusuasua. Taarifa zaidi na mwenzetu Faudhia Juma. Barabara kama hivi hapa wanafunzi mpaka sasa hivi bado tuko mtaani tunaenda shule. Wakizungumza na Matukio Daima TV leo, wanafunzi hao wamesema changamoto ya usafiri eneo hilo inasababishwa na ubovu wa barabara ambayo kwa sasa inajengwa kwa lami. Kwa majina anaitwa Hamisi Salvatore Chianga kutokea Kiroro. Shule ya njia ya shuleni kwetu kuna changamoto ya barabara kama hivi hapa wanafunzi mpaka sasa hivi bado tuko mtaani tunaenda shule. Tulikuwa tunaomba mtusaidie kutengeneza barabara. Hata hivyo, mmoja wa madereva bodaboda na bajaji wamesema barabara hiyo imekosa usafiri wa uhakika kutokana na ubovu, hivyo madereva wamekuwa wakikimbia njia. Kwa changamoto tunazopata kwa ajili ya wanafunzi kwa upande wa bajaji, ya kwanza makorongo. Barabara haijasembuliwa, ila ikitokea tumewekewa lami kidogo inaweza ikarahisisha usafiri na wanafunzi kufika shuleni kwa wakati. Kwanza kwa bado wamelima barabara kwa ina makorongo mengi. Bajaji zinagoma kupita. Barabara ikishakamilika usafiri utakuwa mwingi, kwa hiyo changamoto zitakuwa zimepungua. Barabara ya Mkimbizi Mtuvila kwa muda mrefu imekuwa changamoto kutokana na ubovu, ila kwa sasa serikali imeanza ujenzi wa barabara hiyo kwa kuweka lami. Hata hivyo, kujengwa kwa barabara hiyo itachochea uchumi wa wananchi wa Mkimbizi na kukuza uchumi wa nchi. Faudhia Juma, Matukio Daima TV. Baadhi ya walimu na wazazi wa kata ya Kihesa mkoani Iringa wameelezea faida ya kuwaisha watoto shule katika umri mdogo, hususan kuanzia miaka 2 na kuendelea. Wakizungumza na Matukio Daima, baadhi ya walimu na wazazi hao wamesema kuwa kuwaisha watoto shule katika umri mdogo kuna faida kubwa sana, kwani humfanya mtoto kuwa mwepesi wa kuelewa darasani, kujiamini, kwa mchangamfu na vingine vingi katika ukuaji wake. Tupate taarifa zaidi. Kuwahi kumpeleka mtoto shuleni kunamfanya mtoto aenende vizuri na maadili ya jamii. Pia inamfanya mtoto awe mchangamfu na mjanja, yani anakuwa anaelewa vitu kwa wakati. Ni baadhi ya wazazi hao ambao wamekubaliana na utaratibu wa kuwawaisha watoto shule ingali bado wadogo, wakisema kuwa inawasaidia kuwa wepesi wa kuelewa haraka. Umuhimu wa kumwaisha mtoto shule, mtoto anakuwa mwelevu, anaelewa vizuri, pia anakuwa mchangamfu na mjanja, yani anakuwa anaelewa vitu kwa wakati. Ukimchelewesha inakuwa ni ngumu kuelewa kwa sababu ashakuwa mkubwa. Akiwa mdogo bongo unakuwa bado upo unaelewa vitu kwa kwenye daycare au shule za msingi na kadhalika. Kwa mfano kwenye daycare kama hizi unaweza kuna umuhimu wa kumwaisha mtoto shuleni, anaweza akichanganyikana na wenzake, kuna vitu baadhi atajifunza kwa wenzake, atajifunza namna ya kuongea na wenzake, namna ya kuinteract na wengine na vitu kadhalika. Na pia akiwawaisha watoto kama mfano kwenye daycare, anaanza kufundisha, anaanza kudaka maneno moja anayesikia kutoka kwa wenzake na vitu vingine kadhalika. Inafanya mtoto kukua kiakili na kimaarifa. Pia kuwahi kumpeleka mtoto shuleni kunamfanya mtoto aenende vizuri na maadili ya jamii. Pia inamfanya mtoto awe mchangamfu na kuzoea mandhari ya shule kwa ujumla. Wafanyabiashara wa nyanya manispaa ya Iringa wameelezea kukumbwa na changamoto kubwa za kibiashara kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha katika kipindi hiki. Wakizungumza na Matukio Daima, baadhi ya wafanyabiashara hao katika soko la Kitanzini wameeleza changamoto mbalimbali wanazokutana nazo katika biashara zao msimu huu wa mvua, ikiwemo kuharibika kwa nyanya na uchache wa wateja. Hii hapa taarifa zaidi. Kwa kweli saa hizi changamoto zipo nyingi, hasa hususan kwenye biashara ninayofanya hii ya nyanya. Kwa ujumla nyanya huwa haihitaji mvua nyingi sana ikishachumwa, kwa maana ikiwa imechumwa ikinyeshewa na mvua kwenye uuzaji sokoni inakuwa ni changamoto, kwa maana zitaloana na zitaoza mapema. Kama unavyojua ni sokoni zinafika nyanya ziko nzuri ambazo unazikuta bei yake ni kubwa kidogo, na unazikuta nyanya ambazo ziko size ya kawaida ambayo bei yake haiwi kubwa sana.
Kwa hiyo changamoto yetu tunayokutana nayo, tunakutana na wale watu ambao wanazitaka zile nyanya nzuri ambazo quality yake ni nzuri zaidi. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo. Na katika msimu wa mvua, hali tunayopita ya changamoto tunazozipata ni kwamba yani mali zinakuja zimeharibika. Kama kama viazi vinakuja vimeharibika, vinatoka mashambani vikiwa vimenyeshewa, afu usipomaliza kwa siku hiyo yani anapokuja hivyo tunaharibika. Nataka wachague kitu ni tunaona kama kiazi nataka wajipangie kwenye saloni. Na vipangia mwenyewe. Kwa hiyo kitu sisi ni basi. Kupitia kwenye msimu wa mvua nyanya inapanda kila siku. Kila siku inakuja na bei mpya. Pili, kwanza gari haziendi kwa sababu usafiri ni mgumu kwa sababu ya mvua, matope, gari zinakwama. Taarifa hiyo inatupa nafasi ya moja kwa moja kuelekea katika viunga vya michezo na burudani, ambapo bondia wa uzito wa kati mkoani Iringa Mohamed Mudi maarufu kama Mwarabu atakuwa na pambano wa mchezo huo mwezi Aprili mwaka huu nchini Afrika Kusini. Na kuelekea mchezo huo amezungumza na Matukio Daima kuelezea maandalizi yake. Na pia naweza nikaondoka nahisi kesho kwa ajili ya kwenda kujiandaa vizuri na mchezo wangu wa ngumi. Nimekaribishwa pale Mafia Boxing, pia madamu wangu Dadaleti kaweza kunilipia pale boxing Mafia Boxing, kaweza kunilipia kambi. Kanilipia kambi ya kukaa miezi kama 3. Pia nitaongeza bidii na kuonesha kwamba kipaji ninacho, na nadhani ya kwamba nitaonesha kwamba kipaji ninacho na nitarudi na ushindi. Pia na enjoy sana kuipata hii nafasi kwa sababu ni nafasi adimu sana. Sina ambaye nitaungana naye, nitakuwa peke yangu. Nitakuwa peke yangu, nimechaguliwa mwenyewe kwa sababu pale inavyoonekana ile mechi ni kila nchi anatoka mtu mmoja kwa ajili ya kuwakilisha nchi yake. Na taarifa hiyo ya bondia Mudi kutoka mkoani Iringa inatufikisha tamati habari zetu za siku ya hii leo, na kabla ya kumaliza tupate muhtasari wa yale ambayo yalijiri siku ya hii leo. Karibu katika Matukio Daima habari, na huu ni muhtasari wake. KKKT Dayosisi ya Iringa kuandaa mkesha maalum wa kusifu na kuabudu Machi 20. Wanafunzi Mtwivila walalamika na changamoto ya usafiri wa barabara ya Mtwivila Mkimbizi. Na katika michezo, bondia Mohamed Mwarabu kujitosa ulingoni Afrika Kusini Aprili mwaka huu. Ana kupata maelekezo ya mabondia wakubwa na mabondia ambao napenda sana kufuatilia. Kwa hiyo ujumla ni nachukuaga sana ushauri, napenda sana kuiga mazoezi yao. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii, mimi ni Emmanuel Manonga. Langu jina naitwa Frank Vegula. Tukutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata, lakini usichoke kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, TikTok, X na Facebook kwa jina moja la Matukio Daima. Lakini kwa wewe ambaye hujasubscribe channel yetu katika mtandao wa YouTube, nenda pale andika MDTV yetu habari na uweze kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa na matukio mbalimbali ambayo tutakuwa tukirusha. Kwaheri na uwe na usiku mwema. Fundi Mduba, haya matofali umenunua wapi? Mbona ni laini kama biskuti? Mkeo huyo alisema nijenge kwa tofali za block ila hakusema ninunue wapi. Aise fundi, hizi sio tofali imara. Twende nikupeleke Kadege Block Kiesa pale. Twende wote, maana hata mimi wanasikia na wengi wanasifia tofali zao, ni kiwango mume wangu. Kadege Block ni watengenezaji wazuri wa tofali za block aina zote, kuanzia tofali inchi 4, inchi 5 na inchi 6. Pia ni wataalamu wazuri wa kutengeneza paving, cobblestone, luvasi na masterface za kisasa, bila kusahau huduma ya kusogezewa mchanga, kokoto na mawe. Sisi ndio kazi zetu kwa uaminifu mkubwa. Tupo Kihesa Mwachanga na Kigonzile geti jeusi darajani, na kwa Kilosa tunatazamana na kwa Kilosa sekondari. Tupigie simu namba 0756 63
0711538080 au 0711920289. Asante sana mume wangu, kweli umeonyesha upendo mkubwa kwangu na familia. Ndio maana hakuna mama mwenye gari, mama bora ni mama mwenye nyumba. Familia bora ni nyumba imara, na nyumba jenga na Kadege Block Kiesa. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Nilipoonja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri wapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762173293. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.